Spika mpya wa bunge la Senegal, Ousmane Sonko, ametoa kauli yake ya kwanza hadharani tangu kuchaguliwa kwake, akimkosoa vikali Rais Bassirou Diomaye Faye kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Akizungumza mbele ya wabunge, Sonko alisema chama chake cha PASTEF hakikushirikishwa katika mazungumzo yaliyopelekea uteuzi wa mkuu mpya wa serikali, nafasi ambayo yeye mwenyewe alikuwa akishikilia kabla ya kuondolewa hivi karibuni. Chama chetu hakikuhusishwa katika mazungumzo yaliyopelekea uteuzi wa waziri mkuu. Hadi leo hii hakihusishwi pia katika mazungumzo ya kuunda serikali, alisema Sonko. Kwa hiyo nataka kusema wazi kuwa huwezi kuwa na PASTEF bila PASTEF. Kauli hiyo imekuja siku chache baada ya Rais Faye kumfuta Sonko katika nafasi ya waziri mkuu na kuvunja baraza lote la mawaziri, hatua iliyofuata miezi kadhaa ya mvutano na tofauti za kisiasa ndani ya serikali, hasa kuhusu hali ngumu ya uchumi wa Senegal. Sonko alielezea chama cha PASTEF kama nguvu ya kipekee katika siasa za Senegal, akidai kuwa chama hicho kina ushawishi mkubwa ndani ya serikali na pia upande wa upinzani kwa wakati mmoja. PASTEF ni chama ambacho kwa namna ambayo haijawahi kutokea katika historia ya kisiasa ya nchi hii na labda hata duniani, kinaweza kuwa nguvu kubwa katika upinzani na wakati huo huo ndani ya mamlaka, alisema. Hata hivyo, Sonko alisema chama chake bado kiko tayari kwa mazungumzo ya uwajibikaji yatakayoweka pembeni masuala binafsi ili kuhakikisha utawala wa amani na utulivu nchini Senegal. Wakati huo huo, vyama vya upinzani vilisusia kikao hicho cha bunge kwa kutoka nje ya ukumbi kabla Sonko hajaanza hotuba yake. Upinzani unadai kuwa kurejea kwake bungeni ni kinyume cha sheria. Mvutano huo unaonyesha kuendelea kwa mgawanyiko ndani ya uongozi mpya wa Senegal, miezi michache tu baada ya serikali mpya kuingia madarakani kwa ahadi ya kufanya mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi nchini humo.